Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Ndugu zangu, leo siku ya Alhamisi Kuu ambapo Wakristo wote na hasa sisi Wakatoliki duniani kote tunaadhimisha karamu ya mwisho, ndio mlo wa mwisho aliokula Yesu pamoja na wanafunzi wake muda mfupi kabla ya kukamatwa kwake. Ndugu zangu, katika somo la kwanza tunaona Wayahudi waliadhimisha karamu ya mwisho kama mlo wa Pasaka, ambapo walikumbuka kukombolewa kwao kutoka utumwani Misri, sehemu ambayo waliteseka, walinyanyaswa, walipata changamoto nyingi sana kwa muda wa takriban miaka 30 hivi. Hivyo wanapoadhimisha sherehe hii wanakumbuka kukombolewa kwao, na sherehe hii ilifanyika katika familia. Hivyo baba wa familia aliweza kutolea maelezo maana ya sherehe hii za siku zile. Ndugu zangu, maandalizi yalifanyika kuadhimisha tukio hili. Waliandaa nini? Waliandaa mwana-kondoo, waliandaa chakula vingine kama mboga chungu, na pia waliandaa divai na mboga kama nilivyosema, na mikate isiyotiwa chachu. Ndugu zangu, mikate isiyotiwa chachu iliwakilisha nini? Iliwakumbusha haraka yao walipoondoka Misri, na mboga chungu iliwakumbusha kwamba mateso walioyapata Misri. Katika mazingira hayo unaona katika Injili takatifu Yesu akiwa pamoja na wafuasi wake, yeye sasa ndiye mwana-kondoo ambaye hapo Agano la Kale alikuwa na mwana-kondoo kama tulivyosikia katika somo la kwanza, ambaye anaenda kumchagua mwana-kondoo au kundi la mbuzi. Lakini hapa anayezungumza mwana-kondoo ndiye Yesu mwenyewe anayekuja kutukomboa katika utumwa wa dhambi. Ndugu zangu, Yesu akijua kwamba muda unakaribia ya kwenda kwake katika kuteseka na hata kufufuka kwake, anafanya nini? Alifanya mambo makuu matatu. Mosi, alianzisha sakramenti ya Ekaristi Takatifu ili hawa ndugu wasiwe na njaa, na chakula hiki ni chakula cha kiroho. Ekaristi Takatifu ndiyo sakramenti ya sakramenti, Sacramentum Sacramentorum. Sakramenti hii ni kiini cha mafundisho ya Mama Kanisa, ndiyo msingi wa mafundisho ya Mama Kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, Ekaristi Takatifu ni chakula cha roho zetu. Hivyo ni mwito kwetu sisi sote kutoshiriki Ekaristi Takatifu kwa mazoea. Tufanye nini? Tufanye maandalizi, tujitakase, tujisafishe, kama tunavyosoma kitabu cha Nabii Isaya ile sura ya kwanza aya 16 na kuendelea, asemapo, jiosheni, jitakaseni, acheni kutenda mambo maovu, acheni kutenda mambo mabaya, bali tutende mambo mema. Hivyo tukisha jisafisha, tukisha jitakasa, ndipo tuweze kushiriki Ekaristi Takatifu. Na kinyume chake, tukishiriki Ekaristi Takatifu kwa mazoea, tutahukumiwa. Kristo. Ndugu zangu, jambo alilofanya jingine Bwana wetu Yesu Kristo ni kuweka daraja ya ukuhani, na hawa ndio mapadre. Na kwa namna pekee leo ni sikukuu ya mapadre, na hawa Yesu aliwachagua ili waweze kuendeleza kuadhimisha Ekaristi
kuadhimisha hii sakramenti ya upendo, sakramenti ya umoja ambayo inatuunganisha sote kama wana wa Mwenyezi Mungu. Na hasa pale alipowaambia, fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Maneno yaliyojaa imani, maneno ya maagizo ambayo watumishi hawa wanaalikwa kuyatenda kwa kuishi ukuhani wao. Ndugu zangu, tukitambua haya kwamba wamepewa uwezo wa kuadhimisha Ekaristi Takatifu, sisi kama waumini tufanye nini? Ndipo tunapoenda kwenye amri ya upendo ambayo aliweka Bwana wetu Yesu Kristo, na pia ambayo alidhihirisha kwa kuwaosha miguu. Tuwapende mababa zetu, tuwapende mapadre, tuwapende makuhani wetu ambao ndio chimbuko, ambao ndio wanaweza kumleta Yesu Ekaristi katika maisha yetu ya kila siku. Kristo. Ndugu zangu, Yesu anawaachia wasia hawa wafuasi wake. Wasia gani? Wasia wa kupendana wao kwa wao, kuhudumiana wao kwa wao. Pia anawaalika kuwa wanyenyekevu, waweze kujishusha ili waweze kuwasaidia wenzao. Na anasema Yesu aliye mwalimu anawaosha miguu wanafunzi wake. Aliye mwalimu anajishusha, anataka wanafunzi wake waige, wakiishi kile ambacho anawaelekeza, na mfano huo uwe katika maisha yao ya kila siku. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama alivyosema kwamba leo ni sikukuu ya mapadre, hivyo ni mwito kwetu kuwaombea mapadre, kusali, tenga muda wako kusali ukiwaombea hawa mababa. Usichoke katika kusali ili waweze kutenda kazi yao vema, kazi ya ukuhani, kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Na pia upendo huo udhihirishwe katika matendo. Usiwe watu wa maneno. Napenda mapadre, nawapenda mababa zetu mapadre kwa maneno tu. Hapana, lazima tudhihirishe kwa matendo, tuwasaidie mavazi, chakula na mengine kama haya, ili na wenyewe waweze kufurahia vema utume wao. Kristo. Tuwapende hawa mababa. Sio padre kasura yake imechoka sana, ina viraka. Kristo. Kasura baba ina viraka, na viraka vinaulizana, wewe umekuja lini? Ingine tunasema nimekuja asubuhi, ingine tunasema nimekuja jana, ingine sio muda mrefu. Na nyinyi mnasema unawapenda mababa zetu. Huo ni uongo, huo unakuwa ni unafiki. Kristo. Wasaidie hawa mababa waweze kufurahi katika kuitenda kazi yao. Pia tunaalikwa kuombea mito mitakatifu. Wazazi, tusiwe kikwazo kwa watoto wetu pale tu wanapoonyesha nia ya kumtumikia Mwenyezi Mungu kwa maisha ya daraja ya upadre. Hivyo tuweze kuwasaidia, tuweze kuwaombea na kuwa pamoja nao katika safari yao ya maisha ya kiroho. Hivyo kuwaruhusu watoto wenu waweze kujongea altare ya Bwana, waweze kueneza Injili, waweze kumtangaza Kristo sehemu mbalimbali. Kwa kufanya hivyo, tutakuwa tunatekeleza vema amri ya mapendo, na pia tutakuwa tunamwishi yule ambaye tunamtangaza katika maisha yetu ya Kristo. Kristo. Yesu anataka tuwe wanyenyekevu, anataka tuhudumiane sisi kwa sisi. Pia ni mwaliko kwetu sisi, uwe baba, uwe mama, uwe mtoto, uwe kijana, kudumisha amri hii ya mapendo. Baba mpende mkewe, mama mpende mumewe,
ujitoe kweli kweli na si kwa maneno tu. Ukifanya hivyo utakuwa unasaidia taifa la Mungu kusonga mbele. Unaisaidia taifa la Mungu kumtangaza Kristo na pia kuwa kioo kwa wengine ambao bado hawajamuelewa vyema. Hivyo maneno yetu, matendo yetu yadhihirishwe katika utendaji. Ndugu zangu,